Naam, serikali ipo mbioni kujenga soko kubwa la kisasa litakalokidhi kuwa na miundombinu yote ikiwemo njia za tahadhari za kukabiliana na majanga ya moto. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani, Mwalimu Hassan Nyange, wakati wa kikao kazi kati ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mtwara pamoja na wakuu wa shule na walimu wakuu wa manispaa Mtwara Mikindani. Mwalimu Nyange ameeleza kuwa kwa sasa hali ya miundombinu ya soko kuu Mtwara haipo shwari. Hata ikitokea janga la moto ni ngumu kufanya uokoaji, kwani hakuna njia za kupitisha gari kwa ajili ya kufanya uokozi. Kwa hiyo baadhi ya matukio ya moto wamekuwa karibu sana na sisi, na mimi niwaombe, lakini niwakumbushe pia Jeshi la Zimamoto, soko letu jipya, soko letu soko kuu tuliite, bado mazingira yake sio mazuri sana. Ni moja ya soko ambalo tunamuomba Mungu lisitokee lolote. Naweza kutokea lolote pale, hata uingiaji wa gari ukawa mgumu, uzimaji wa moto ukawa mgumu, matokeo yake wafanyabiashara wetu wakapoteza mali zao. Lakini Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka mara kadhaa tumezungumza naye na yuko tayari analifanyia kazi kuona namna gani tunapata ufadhili wa Benki ya Dunia au ufadhili wowote tuweze kujengewa soko jipya la kisasa pale soko kuu ambalo litaruhusu yani namna ya kuingia na kila kitu katika ile taswira nzuri. Jina ni Abdallah Athman Magomba, mjumbe wa bodi ya ushirika wa wafanyabiashara soko kuu Mtwara. Kwa niaba ya mwenyekiti wa soko na wafanyabiashara, ningependa kuielezea hali ya miundombinu hapa sokoni katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, miundombinu ya sokoni ni hatarishi kutokana na mfumo wa umeme uliopo. Hapo awali soko lilikuwa halina wafanyabiashara wengi na mabanda hayakuwa mengi. Kwa hiyo mfumo wa umeme uliokuwepo kwa wakati ule ulikuwa unatosheleza kabisa kwa mahitaji ya wafanyabiashara walikuwa wakifanya biashara kwa wakati huo. Lakini kutokana na kuongezeka kwa mji na idadi ya watu kuhamasika kufanya biashara soko kuu, soko limekuwa la wafanya biashara wengi, idadi ya mabanda imeongezeka, na hivyo kufanya miundombinu ya umeme isiwe salama. Kwa mfano, unaweza kukuta sehemu moja wafanya biashara karibu wa maduka 10 wamejiunga sehemu hiyo. Naam, tumefika ofisi za Wabisoko mkoa wa Mtwara ili kuzungumza na viongozi wa soko hili. Je, wao wana mtazamo gani juu ya soko lao kwa sasa? Hapa tumekutana na mjumbe wa Wabisoko mkoa wa Mtwara na anaeleza hali halisi namna ilivyo kwa soko lao kwa hapa mkoani Mtwara. Lakini pia upande wa pili ni miundombinu ya barabara. Kwa kweli bado miundombinu yetu kwa hapa si salama pia, kwa sababu kama ajali ya moto inaweza ikatokea, gari inaweza ikabahatika kuingia, lakini itabidi iwe na mipira mirefu kuweza kufika maeneo mengine ambayo inaweza kawa gari haiwezi kupita. Na hii ndiyo hali halisi ya soko kuu hapa mkoani Mtwara. Kama ambavyo unavyotazama hapa, hii ni nguzo ambayo imeunganisha wateja zaidi ya 10 wametokea hapa na kuweza kupata umeme ambao pia wanaotumia kwenye vibanda vyao. Kutokea hapa soko kuu mkoani Mtwara, mimi sana ziada. Hii ni Faruku Online TV. Mimi naitwa Faruku Ngonyani.